Katika hafla ya ugawaji wa matrekta ya kulimia pamoja na mbegu za dengu, mkuu wa wilaya ya Kwimba Mheshimiwa Mwilabuzu Ludigija amewaomba wananchi wa wilaya hiyo kuyatunza matrekta hayo ili yaweze kudumu kwa muda mrefu na kuendelea kuleta tija katika shughuli za kilimo. Aidha, amesisitiza kuwa matumizi sahihi ya zana hizo za kisasa yataongeza uzalishaji na kuwasaidia wakulima kuboresha kipato chao. Naye mbunge wa jimbo la Kwimba Mheshimiwa Cosmas Bulala amesema kuwa amechukua hatua hiyo kwa lengo la kuinua kipato cha wananchi kupitia shughuli za kilimo. Pia amewahamasisha wakulima kutumia zana bora za kilimo, akieleza kuwa matarajio yake ni kuona uchumi wa jimbo la Kwimba ukiongezeka na kuimarika zaidi. Hii ni News Update Media, Yusuf Shaban, Mwanza. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, mimi nikushukuru sana. Jambo hilo ulilolifanya ni kubwa, na sisi tunaamini kwamba wanakwimba sasa tunaenda kumiliki uchumi. Lakini nilisema kwamba mbunge huyu katika wabunge wote ambao wamechaguliwa ndio wameonekana namba moja Tanzania zima. Mimi niwaombe wana vikundi, watendaji wetu wa kata ambao mtakabidhiwa vifaa hivi, matrekta haya tuyatunze, kwa sababu tusipoyatunza yanaweza yakafanya kazi mwaka mmoja, miaka miwili. Na tumesikiliza mipango mizuri ya Mheshimiwa mbunge, nia yake ni kuona kwamba yanashuka mpaka yanaenda kwenye vijiji. Kwa hiyo ni muhimu matrekta haya tuyatunze ili tuyatumie kwa muda mrefu zaidi na yatuletee tija ambayo Mheshimiwa mbunge anataka kuiona. Kulima ambao ni wa kidogo, small scale farmers. Kwa hivyo na wamekuwa wakitumia sana duni kwa ajili ya kilimo, lakini kilimo chao kimekuwa hakina tija. Wamekuwa wakitumia jembe la mkono mara nyingi, na wachache wanatumia ng'ombe, na wengine wenye kipato kidogo wanatumia power tillers. Kwa hivyo wanashindwa kulima na kukua tija, na hivyo kipato chao huwa kinakuwa kidogo kwa juhudi kubwa wanazoziweka kwenye kazi zao. Sasa mimi walivyonichagua kuwa mbunge, azma yangu ilikuwa ni kuhakikisha ninatumia uwezo wangu kuona namna ya kuwainua kipato cha wananchi wa jimbo la Kwimba mmoja mmoja kupitia shughuli zao wanazozifanya za kilimo. Njia ambayo niliona ni sahihi sana, kwanza ni kuwahamasisha waweze kutumia zana bora za kilimo, kwa maana ya kufanya mechanization, watoke kwenye jembe la mkono waende kutumia zana bora. Lakini pili, wafanye kilimo cha kitaalamu, waweze kuzalisha kwa kufuata kanuni za kilimo. Na tatu, niliona ni muhimu kutafuta wataalamu wa kilimo ambao watawaongoza wakulima ili waweze kuongeza tija katika kuzalisha mazao wanayoyalima. Matarajio yangu ni kuona uchumi wa jimbo la Kwimba, uchumi wa wananchi mmoja mmoja wa jimbo la Kwimba unainuka kupitia shughuli zao za kilimo. Ninataraji sasa kuongeza uzalishaji kwenye eneo letu la jimbo la Kwimba, kwa sababu huko nyuma sisi tunalima mazao ya jamii ya mikunde kunde pamoja na mazao ya chakula kama mahindi, mpunga na mtama. Lakini tunatarajia kupitia programu hii ambayo nimeianzisha tuinue uchumi wa wananchi wa jimbo la Kwimba kupitia kulima mazao haya ya biashara ya jamii ya mikunde kunde. Kwa hivyo mwaka jana kwenye jimbo la Kwimba tulivuna tani 20,000 za zao la dengu. Lakini matarajio yangu tutakapofanya programu hii kwa uhakika, tunatarajia kuongeza uzalishaji kwenye eneo letu kufika tani 50,000. Hii maana yake ni nini? Inaenda kuongeza kipato cha wakulima. Yule aliyekuwa akivuna gunia moja kwenye ekari ataenda kuvuna gunia 3, 4 mpaka 5. Ikunda Terry ni mtaalamu wa kilimo biashara, na nimpongeza sana Mheshimiwa mbunge Bulala kwa kubuni mpango huu ambao umelenga kumuinua mwananchi mmoja mmoja kiuchumi, na kwa sababu ameangalia katika eneo lake wengi ni wakulima, na ameona kwamba zao ambalo linaweza likawainua ni hili zao la dengu, ambalo ni zao linalouzwa nje ya nchi, linaleta mapato mengi ya kigeni hapa nchini. Na mimi nimefurahi kwa sababu Mheshimiwa mbunge ameshirikisha wataalamu, hajaliweka kisiasa, ameliweka kitaalamu. Na pia unaona hata pikipiki amenunua kwa ajili ya wataalamu kuweza kutembea kwenye hizo kata kuwafikia wakulima. Mbegu ndio msingi wa kuweza kuinua zaidi uzalishaji kwenye mazao yote yale ya kilimo. Kwa mimi ninampongeza Mheshimiwa mbunge kwa sababu ametumia njia za kitaalamu, ameshirikisha wataalamu, lakini pia ameenda moja kwa moja kwenye kugusa jambo ambalo linawagusa wananchi wengi wa wilaya ya Kwimba. Na nitoe wito sasa hata kwa wabunge wengine wa maeneo mengine, waangalie katika maeneo yao ni vitu gani ambavyo vinagusa wananchi wao moja kwa moja. Ikiwezekana inaweza kuwa ni mazao mengine, sio lazima iwe dengu, inaweza kuwa ni alizeti, inaweza kuwa ni mpunga, inaweza kuwa ni mahindi. Waone ni namna gani wanashirikisha wataalamu katika kubuni mipango ya aina hii. Na dengu vinapishana. Niombe kwamba wakati tukisubiri zao la dengu,
msimu wake ambao huwa ni mwisho wa mwaka, vyombo hivi ambao vimekuja maalum kwa ajili ya shughuli hii ya dengu tuviruhusu wakati wa kilimo cha pamba viingizwe kwenye program na mpango madhubuti pia wa uzalishaji wa zao la pamba. Kwa hiyo mimi ni ombi langu kwa mheshimiwa pamoja na timu yake ya wataalamu, kwa sababu miezi ile ya kilimo cha pamba yawezekana visitumike vikawa vimepaki. Sasa ili tuongeze uzalishaji, nilikuwa naomba tuviingize kwenye huo mpango, zao la pamba pia liingie kwenye hii program. Kwa majina naitwa Sostenes Yakobo Mtegi, mwenyeji wa kata ya Shimba, jimbo la Kwimba. Tuko hapa kupokea shukrani kutoka kwa mbunge wetu Cosmas Bulala, kwa jina fupi namwita Kobla. Tunamshukuru Mungu kupata huyu kijana mheshimiwa Kobla. Tunamshukuru kwa mengi mema anayoonyesha kujali. Anataka kuinua kilimo cha chini kuelekea kilimo ametuletea kutendea kazi ya trekta na ametuletea pia na mbegu. Kwa hiyo tunashukuru sana wanakwimba, haijawahi kutokea